Vijana wenzangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu tuliokutanika katika mkutaniko huu, kila mmoja inatakiwa awe balozi wa kuweza kuhubiri amani baada ya kuondoka baada ya mkusanyiko huu. Tunatambua nchi yetu imepita katika misukosuko mingi sana hapa katikati, lakini sisi kama vijana wa taifa hili tuna wajibu wa kuweza kusimama imara, kuweza kuijenga nchi yetu, kushirikiana na kuweza kutoa sapoti kwa serikali yetu ili kuweza kuifanya nchi iweze kuwa na usawi mzuri. Ndugu zangu vijana wenzangu, sisi kama vijana tuna wajibu mkubwa sana katika kuijenga nchi hii. Ukitazama katika historia, wako vijana wenzetu waliopita ambao waliweza kutoa ujana wao, wakaweza kumaliza ujana wao kwenye kuijenga nchi hii. Ukisoma katika historia, baraza la kwanza la mawaziri katika nchi hii, wengi wao walikuwa ni vijana. Wakina Oscar Kambona, ukiwasoma wakina Tewa Saidi Tewa. Oscar Kambona alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani, na wakati anapata uwaziri alikuwa na miaka 33. Alikuwa ni kijana mdogo sana. Lakini ukimsoma Tewa Saidi Tewa, alikuwa ni waziri wa ardhi wa wakati huo, alikuwa na miaka 29. Lakini ukimsoma makamu wa rais wa kwanza katika nchi hii ambaye ni mzee Rashid Mfaume Kawawa, alikuwa na miaka 35. Wakati huo mzee Nyerere alikuwa na miaka 39. Kwa hiyo ukiangalia katika historia, wazee wetu wa miaka hiyo ambao walikuwa ni vijana waliweza kuitengeneza Tanzania katika ushirikiano na kupendana, wakaijenga mpaka leo nchi imefika hapa. Neema tunayoiona leo ya amani na utulivu na kupendana ni matunda ya vijana waliopita miaka iliyopita. Wao waliweza kutumia ujana wao vizuri kwenye kuijenga nchi. Wito wangu na ujumbe wangu kwa vijana wenzangu Waislamu na wale ambao sio Waislamu, tusiwe mstari wa mbele kwenye kuibomoa na kuiharibu nchi yetu. Hii ni tunu ambayo tumeletewa na wazee wetu, tumeletewa na walimu wetu, tumeletewa na viongozi wetu.